Nani? Wewe umefuata nini hapa? Si nilikwambia nitakuja sehemu ambayo utakuwepo. Sasa mimi nakupigia simu zangu nyingi sana hujapokea. Na uliniambia unakuja hapa kwa kaka yako. Nimeona bora nije hapa nikutafute. Unanitafuta nini? Mimi nimekwambia nimepotea. Wewe ni mwanamke wangu bwana. Lazima nijali kila kitu kuhusu wewe. Sawa, nimekuelewa. Nenda, tutakuja mwenyewe. Wewe maliza mambo yako tuondoke. Nisikilize wewe. Mimi nina mambo yangu ya kifamilia. Na wewe hayakuhusu. Kwa hiyo nenda. Mimi nikiwa free nitakuja. Yaani mpaka uwe free. Unamaanisha na leo utaweza kuja, si ndio? Hebu jaribu kuwa mwelewa basi. Okay. Nimekuelewa. Nakupigia simu zangu upokee. Shida nini mama? Unakumbuka uliniambia tukimaliza kufanya unachokitaka utaifanyia kazi kesi ya RK. Lakini mpaka sasa hivi sijaona unachokifanya. Kishaanza mchakato mbona? Mchakato gani unaofanya? Kama document zote unazo, unasubiri nini sasa? Unajua kesi si kama kilimo cha mahindi. Kwamba ukishona imekomaa, unaenda unavuna, utachoma. Kesi na utaratibu wake bwana. Nilikuwa naomba unipe muda niweke ile sawa. Mbona kesi nyingine ulikuwa unazimaliza haraka tu? Na zilikuwa ni kubwa tu kuliko hata hii. Nipe muda mama. Nitahakikisha nimaliza hii kesi. Kama unanidanganya bwana tu niambie ukweli. Moyo wangu unaniuma sana. Yaani najuta kwa nini nilifanya vile. Maria. Sasa kupelekana tena mahakamani Maria ndo mambo gani? Kwa unavyoona wewe Maria, au yatakuwa ni mapenzi au ni vita? Mimi nilikuwa naomba uniamini. Na ninasema ukweli kabisa kutoka kwenye moyo wangu kwamba nimeamua kubadilika kweli.
na nipo tayari hata kufanya biashara ili tuweze kulea ujauzito wetu vizuri. Maria, mimi ningeomba uniamini kwa sababu mimi ndio ninayezungumza hapa. Na ni mimi ambaye nipo tayari kuishi na wewe. Na kama utaweza basi kuamini haya ninayozungumza, naomba usubiri uone vitendo vyangu. Hapo ndipo utakapojua kwamba kweli nimerudi na nahitaji kuishi na wewe. Ningeomba tena unipe nafasi ya mwisho. Maria. Maria. Mimi nakupenda Maria. Nakupenda sana. Na nipo tayari kuishi na wewe. Maria, na nataka kujenga familia na wewe. Naomba wa moyo nikubalie na uniamini kwa 100% zote. Hebu haya mambo ya ugomvi, haya mambo ya vita, utoto mimi na wewe tuache. Ifike pahala mimi na wewe tujitambue sasa. Haya mambo ujana hata tufikisha popote. Nakupenda Maria. Fungua macho yako moyo, uone ninayoyapitia. Napita Ndugu zangu, sasa Bosi Mchawi Season 2 episode ya kwanza tayari imeshatoka. Inapatikana kwenye application ya PMTV Extra pale Play Store, lakini pia kwa watu wa iPhone inapatikana kwenye website, ukiandika tu pmtvextra.co.tz utaipata pale kwa shilingi 1000 tu. Wiki nzima twende tukaitazame Bosi Mchawi Season 2 na iko vizuri, imeshiba. Twende tukasupport, twende tukaitazame Bosi Mchawi Season 2. Napenda sana. Wewe vipi? Safi, uko poa?
Kwa nini ulikuwa umenilalia kifuani? Jamani. Kwani wewe si kakaangu? Hata kukulalia kifuani tu. Jinga nini? Nilishakwambia nini kuhusu mahusiano mimi na wewe? Basi usipaniki sasa. Watu wakisikia huko kelele watajua kinachoendelea huko ndani. Unajua wewe ni kichwa maji wewe. Sasa wewe ujinga wako naenda kumwambia mama leo. Wala hata usijisumbue. Hakuna kitakachobadilika. Unamaanisha nini? Namaanisha kwamba nimeshamwambia mama. Kwa hiyo hata wewe ukienda kumwambia hakuna chochote atakachokusaidia. Mimi kwa akili zako nafikiri unaniona mimi ni mtoto eh? Yaani nadhani ukiniambia hivyo ndo nitaogopa kwenda kumwambia mama. Mimi nakuruhusu nenda. Nienda tena sasa hivi. Ila mimi mama nimemwambia ukweli kwamba nataka kuwa na wewe na uwe mume wangu. Mimi nikashetani wewe naenda kumwambia. Sitachoka, sitachoka, sitachoka kukupenda daima. Wewe wangu wa milele, nimeapa nawe hadi mwisho wa safari. Veso, ingia, mbona mlango uko wazi? Wewe ndo Sheila? Ndio, kuna nini kwani? Nilipewa taarifa zako kwamba unakuja. Dadangu yuko wapi? Dada yako ametoka na mpenzi wake. Ametoka na mpenzi wake? Ndiyo, mpenzi wake. Mpenzi wake gani? Veso. Veso. Yaani unamaanisha Veso adate na dadangu Maria? Huyo Veso. Mama. Mama. Kuna nini? Njoo hapa nikwambie ujumbe wa mwanao. Vipi, kuna nini? Hiki kitu sikutaka kukwambia mama. Lakini kwa jinsi tabia inavyoendelea, najiona kabisa nitakwenda kubeba lawama. Kuna nini kwani? Huyu nahisi mwanao huyu, kama havuti bangi, basi atakuwa anatumia madawa ya kulevya. Amefanya nini sasa? Si useme. Nahisi anataka kuanzisha mahusiano ya kimapenzi na mimi. Na amesema kwamba amekwambia. Ni kweli mama amekwambia? Ina maana Veso anaishi hapa na dadangu Maria? Ndiyo. Na mbona tayari ni mjamzito? Aya, mbona maajabu. Yaani kutoka ushemeji mpaka kwa wapenzi? Ni story ndefu kidogo, lakini hivyo ndivyo walivyokubaliana.
na wameenda kuchukua mahitaji. Kesho kutwa wanaenda kwa shangazi mpaka atakapojifungua, na akishajifungua tu wanafunga ndoa. Hii ni surprise kwa kweli. Ndio maana Damalia ameniambia nije kumshikia nyumba, kumbe kwa sababu yeye ni mjamzito. Wameamua kufanya hivyo ili aweze kupata uangalizi wa karibu zaidi. Haya. Ila nimemiss sana shemeji yangu Alakei. Umefikia wapi kuhusu hiyo kesi? Mama, mimi nimekuja kukueleza kitu kingine, alafu unauliza kitu kingine tofauti kabisa. Ndio nini sasa? Hiki ninachokuuliza kina umuhimu sana kuliko hicho kitu kingine. Kwa hiyo mama, hili swala nice wewe kufanya haya yote anayoyafanya unaona ni swala dogo? Mimi sitaki kujua kama ni kubwa au ni dogo. Ninachotaka kujua mimi, nini kinaendelea kuhusu hiyo kesi. Kuhusu hilo swala lenu, nyie ni watu wazima, amweni cha kufanya. Hii siri ya upa, nimejificha kwenye kivuli cha siasa. Ina maana hii siri ya upa, ni siri inayotetemesha moyo.